mahakamani, wa wawekezaji wa ndani au wa nje, wangetaka mashauri yao walionayo yamalizwe haraka ili waweze kushughulika na masuala ya uchumi wao au ya biashara zao. Sasa mahakama zetu zina mikondo mitatu katika utoaji wa haki. Naweza kuita mikondo, sijui wataalamu wenyewe wa sheria mtaita nini, lakini kuna utoaji wa haki kati ya mshtaki na mshtakiwa katika kesi za jinai, au mdai na mdaiwa katika kesi za madai, ndio tunaita hukukia za madai. Lakini kuna utoaji wa haki katika kupitia maamuzi au utekelezaji wa shughuli za kitawala, kwa maana judicial review of administrative decisions or actions, na kuna kupitia sheria zitungwazo na bunge kwa madhumuni ya kuona kama zinaendana na katiba ya nchi. Na hii pia wengine wanaweza kuita pia ni judicial review, lakini nyinyi wenzangu mtajua mipaka yake vizuri zaidi kuliko mimi. Nachojua, nilipokuwa mbunge nilikuwa naambiwa lazima utunge sheria ambayo haikinzani na sheria mama ambayo ni katiba ya nchi, na mamlaka yenye dhamana ya kuweza kusema sheria hii inakinzana na ibara fulani ya mahakama. Kwa hiyo sasa wewe utafikiria kama mahakama ni chombo kidogo kwa akili zako, shauri yako. Lakini kwa sababu ni siku muhimu ya elimu, na mimi naomba nigusie ibara ya 4 ibara ndogo ya kwanza. Hili ndio naomba kidogo tuelewane. Shughuli zote za mamlaka ya nchi katika Jamhuri ya Muungano zitatekelezwa na kudhibitiwa na vyombo viwili vya kutekeleza utoaji wa haki. Zitatekelezwa na kudhibitiwa na vyombo viwili vyenye dhamana ya kutoa. Vyombo hivyo vinaainishwa katika ibara ya 4 ibara ndogo ya 2, ambavyo ni Mahakama ya Serikali ya Jamhuri ya Muungano na Mahakama ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Na kitengo au division inayoshughulika na biashara na division ya ardhi. Zote hizi zinataka kumaliza migogoro hii kwa muda na kwa haraka zaidi na kuwezesha shughuli zingine ziweze kuendelea. Sina haja kurudia, nimeieleza vizuri zaidi. Lakini tuna baraza la ardhi. Mabaraza ya ardhi hapo karibu kila mkoa, kila eneo katika nchi, na baadhi ya wilaya wanazo mabaraza yao ya ardhi. Na yenyewe pia yanasaidia kwa sababu hakuna uwekezaji unaowekezwa bila kuwekeza kwenye ardhi. Hata kama ungekuwa una ndege, lakini ndege mshoni itashuka ardhini kwenye uwanja mmoja, kama uwanja wenyewe na mgogoro, manake huwezi kupanua, huwezi kuendeleza, huwezi kufanya lolote. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba serikali yetu kwa kushirikiana na mahakama tumeweka mazingira mazuri katika kuhakikisha kwamba tunamaliza migogoro hii. Lakini mtakumbuka kwenye miaka ya 84 nchi yetu iliendesha vita vya hujumu uchumi na walanguzi viliongozwa na aliyekuwa waziri mkuu wakati ule hayati Edward Moringe Sokoine. Na kwa maana hiyo mahakama ya uhujumu uchumi ilianzishwa tangu mwaka 1984. Nasema baada ya mapambano yale ya the War of Economic Saboteurs and Racketeers, ilikuwa inaongozwa na the late Edward Moringe Sokoine, na mwaka 84 ikaanzishwa sheria ya Economic and Organized Crime Control ya mwaka 1984. Mahakama hiyo ilikuwa na jukumu la kushughulikia mashauri yote yaliyohusu uchumi nchini, wizi wa mali ya umma, ujangili, madawa ya kulevya, matumizi mabaya ya madaraka na rushwa. Lakini serikali ya awamu ya 5 kwa kujua kwamba vita dhidi ya rushwa na ufisadi ni vita endelevu, iliamua kushirikiana na mahakama yetu kuanzisha na mazingira bora ya uwekezaji kwa wawekezaji wa nje na ndani kupitia kituo cha uwekezaji Tanzania. 3. Wajibu wa mawakili wa kujitegemea na mahakama katika uwekezaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mchakato wote wa uwekezaji ambao kimsingi unahusisha serikali na wawekezaji, mawakili kama maafisa wa mahakama wakishirikiana na mahakama tunao wajibu wa msingi wa kutimiza. Yafuatayo ni majukumu ya msingi katika kuhakikisha kuwa shughuli za uwekezaji na biashara zinafanyika katika mazingira yaliyokusudiwa. 1. Kuisaidia mahakama kama maafisa katika kushughulikia migogoro yote ya madai inayohusu masuala ya biashara na uwekezaji kwa mujibu wa sheria za nchi. Baadhi ya migogoro hiyo ni kama ifuatayo.
Moja, migogoro yote inayohusika na uanzishwaji na uendeshwaji wa biashara au taasisi za biashara. Pili, migogoro inayoibuka baina ya pande mbili zikitekeleza majukumu yake ya kibiashara. Tatu, migogoro inayotokana na suala la malipo ya madeni kati ya au baina ya wafanyabiashara au wawekezaji. Nne, migogoro inayoibuka mara baada ya biashara na taasisi za kibiashara kufungwa au kufilisika. Na mwisho, tano, migogoro inayotokana na upande mmoja kukiuka kipengele au vipengele vya mikataba. Mheshimiwa mgeni rasmi, wajibu wa pili wa mawakili wa kujitegemea ni kushirikiana vyema na mahakama katika usuluhishwaji wa migogoro yote ya kibiashara au kiuwekezaji kwa muda mfupi kadri inavyowezekana. Sheria ya mwenendo wa mashauri ya madai, yaani Civil Procedure Code, sura ya 33 imeainisha vipindi vinne ambavyo mahakama inayosikiliza mgogoro husika inapaswa kukamilisha usikilizwaji wa shauri husika na kulitolea maamuzi. Moja, kipindi kisichozidi miezi 12, yaani mwendo kasi namba 1. Pili, kipindi kisichozidi miezi 12, yaani mwendo kasi namba 2. Tatu, kipindi kisichozidi miezi 14, yaani mwendo kasi namba 3. Na mwisho, 4, kipindi kisichozidi miezi 24, yaani mwendo kasi namba 4. Mheshimiwa mgeni rasmi, vipindi hivi vimewekwa kwa kuzingatia uzito au ugumu wa shauri linalowasilishwa mahakamani. Hivyo basi, mawakili wa kujitegemea wasaidie mahakama kufanikisha usuluhishaji wa haraka kwa kufuata mwongozo wa sheria. Wawekezaji kabla ya kuwekeza, kuna vigezo ambavyo wanavitumia, ikiwa ni pamoja na mwenendo na muda ambao shauri linaweza likakaa mahakamani. Hivyo ni jukumu letu sisi kama wadau kwa kushirikiana na mahakama kutumia vyema nafasi zetu na kwa uadilifu na uaminifu mkubwa kujenga imani kwa wawekezaji kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu kwa kuamua mashauri kwa wakati. Hivyo ni rai yangu kwangu na kwa mahakimu wenzangu kwamba ni vema tukasimamia kuamua mashauri kwa wakati bila kuchelewesha kwa namna yoyote ile, lakini pia niwasisitize wadau wengine, kwa sababu kesi haziendeshwi na mawakili peke yao. Wadau wengine wakiwemo mawakili binafsi pamoja na waendesha mashtaka au mawakili wa serikali kutimiza wajibu wao ipasavyo ili tuweze kuamua mashauri hayo kwa wakati. Nikinukuu kauli iliyotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli tarehe 18 Disemba mwaka 2019 alipokuwa Chato akizindua mahakama ya wilaya, alisema mahali penye mahakama hata wafanyabiashara na wawekezaji hujisikia huru kufanya shughuli zao za kibiashara na uwekezaji kwa kuwa wanakuwa na uhakika wa usalama wa mali zao. Hii itasaidia kuchochea maendeleo ya kiuchumi. Kwa mantiki hiyo, ni ukweli usiopingika kwamba mahakama ndicho chombo cha muhimu kabisa katika kuchochea shughuli za kiuchumi, na hasa pale inapoonekana kwamba kesi mahakamani zinaendeshwa kwa haraka na kwa wakati. Jambo hili linaweza kuwafanya wawekezaji kuja kuwekeza nchini kwetu kwa wingi, wawekezaji wa nje pamoja na wawekezaji wa ndani pia vile. Kisha hilo linafanyika, uongozi wa mahakama umeweka mikakati mbalimbali ya kuhakikisha mashauri yanamalizika kwa wakati. Mfano wa mikakati hiyo ni ule wa kuhakikisha kwamba kila hakimu au jaji anamaliza idadi kadhaa ya mashauri kwa mwaka, kwa maana ya kwamba tumewekewa ukomo au tumewekewa idadi ambayo inapaswa kufikishwa na kila jaji au hakimu katika kumaliza mashauri kwa mwaka. Na kwa mahakimu wa mahakama za mwanzo wanapaswa kumaliza mashauri yasiyopungua 260 kwa mwaka, na kwa mahakimu wa mahakama za hakimu mkazi na mahakama ya wilaya wanapaswa kumaliza mashauri yasiyopungua 250 kwa mwaka. Na kwa majaji wa mahakama kuu nao vile vile wamewekewa ukomo wa kusikiliza au kumaliza mashauri yapatayo 220 kwa mwaka. Vile
Vile vile mkakati mwingine ambao mahakama imejiwekea katika kuhakikisha kwamba inaendesha na inamaliza mashauri kwa wakati ni kuweka ukomo wa usikilizaji wa mashauri, kwa maana ya kwamba kila shauri linalofunguliwa mahakamani linapaswa kusikilizwa kwa kipindi kisichozidi mwaka mmoja kwa mahakama za hakimu mkazi na mahakama ya wilaya. Lakini kwa mahakama za mwanzo mashauri yote yanapaswa kusikilizwa ndani ya kipindi cha miezi isiyozidi 6, na inapotokea shauri limezidisha muda huo nilioutaja, basi waliosababisha mashauri hayo yanaitwa mrundikano, na wanaosababisha mrundikano huo kuna utaratibu maalum sasa wa kuwashughulikia pamoja na kushughulikia. Tunapoongelea wadau katika maudhui ya kauli mbiu ya mwaka huu, tunaanza mwaka wa mahakama na shughuli zake. Tunamaanisha mahakama yenyewe, ofisi ya taifa ya mashtaka, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ofisi ya wakili mkuu wa serikali, taasisi mbalimbali za serikali na za serikali, chama cha wanasheria Tanganyika yani TLS, na wadau wengine ambao husika na masuala yote ya kisheria mahakamani. Hao wote, kila mmoja kwa nafasi yake, anao wajibu wa kuhakikisha kuwa anaweka mazingira wezeshi ili kusaidia kufanikisha, kurahisisha na kuwezesha ukuaji wa biashara na uwekezaji katika taifa letu. Hii inawezekana pale ambapo kila mmoja wetu atatimiza majukumu yake kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapenda kuelezea sasa nyenzo mbalimbali ambazo tutazifunua tunaweza kuweka mazingira wezeshi ya uwekezaji hasa kwetu sisi ambao ni wadau wa sheria. Ya kwanza ni sheria zetu, biashara na uwekezaji. Ya pili ni utawala wa sheria, uwekezaji na biashara. Ya tatu ni mfumo wa utoaji haki kwa wakati na uwekezaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukianza kwa upande wa sheria, ni kwamba sheria zetu zinazotungwa zinatakiwa kuwa nzuri, zinazoweka mazingira rafiki katika biashara na uwekezaji, pasipokuwa na vikwazo katika swala zima la uwekezaji na biashara. Tunapaswa kuwa na sheria ambazo zinaweka ulinzi na usalama wa wafanyabiashara na wawekezaji ili kuwajengea imani katika wafanyabiashara na kuwekeza katika biashara mbalimbali. Kama wadau, tunao wajibu wa kutoa maoni yetu, kuhakikisha sheria zetu zinazotungwa zote zinahusiana na masuala ya biashara na uwekezaji zinakuwa nzuri na rafiki kwa wawekezaji wa aina zote ndani na nje ya nchi, wadogo kwa wakubwa, na hii itasaidia sana kukuza uchumi wa wananchi na taifa kwa ujumla. Pia ni mawasiliano, miundombinu na usafirishaji. Hivyo tunatakiwa kuwa na sheria nzuri katika maeneo haya ili kuweka mazingira rafiki, kwani biashara yoyote inahitaji mawasiliano mazuri, miundombinu bora na hali nzuri ya usafirishaji. Hivyo mfumo mzuri wa sheria unahitajika utakosababisha watu wengi kuwekeza na kujihusisha na biashara. Unapokosekana kwa mambo hayo, basi wengi wanakuwa na hofu kufanya biashara na kuwekeza, kitu ambacho kinasababisha umaskini katika jamii inayowazunguka. Sote ni mashahidi kuwa pale unapokuwa na sheria au kanuni kandamizi, wengi hufunga biashara na kuacha kuwekeza. Mfano, sheria za kodi zinapozidi au kutokuwa rafiki, wengi huacha kuwekeza na kufanya biashara. Ndio maana serikali yetu ya awamu ya 5 chini ya rais wetu mpendwa Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli ilifanyia kazi na hatimaye kufuta baadhi ya kodi mbalimbali ambazo hazikuwa rafiki kwa wafanyabiashara na wakulima pia katika maeneo mbalimbali.